Umewahi kujiuliza teknolojia ya vita, sayansi ya madawa na maarifa ya nyota zilizokuwa hapo tangu enzi za kale vilitoka wapi? Ushajiuliza ni kwa nini watu wa mataifa fulani wao tu ndio wanaanzisha teknolojia za hali ya juu na sio watu wengine? Usitoke hapa. Leo ni ile siku ya kukuchanua kimaarifa kama nywele. Maarifa haya hayakutoka kwa wanadamu, yalifundishwa na viumbe kutoka mbinguni, malaika walioasi. Na siri hii imeandikwa katika kitabu cha Enoch ambacho hakipo kwenye Biblia yako ya kawaida kwa sasa. Sababu kiliondolewa, na mwishoni nitakueleza ni kwa nini. Kaa hadi mwisho. Lakini kabla tujaanza, kama unataka tuendelee kukutolea maarifa haya ya ndani, bonyeza subscribe button sasa hivi. Share video hii kwa familia na marafiki. Tunakutegemea wewe ili kuendelea na kazi hii muhimu. Asante. Twende kazi bosi wangu. Hebu tuanze na malaika walinzi na anguko lao. Kitabu cha Enoch ni kimoja kati ya vitabu vya zamani zaidi duniani. Kiliandikwa miaka 300 kabla ya Kristo kuzaliwa. Kinasema kwamba hapo zamani Mungu alituma malaika walinzi wanaojulikana kwa Kiebrania kama Watchers au Grigori huku duniani. Kazi yao ilikuwa moja tu, kuwalinda wanadamu na kuwaongoza katika njia za haki. Lakini jambo fulani lilitokea. Tukitazama katika 1 Enoch 6 mstari wa kwanza hadi wa pili, inasema hivi: na ikawa wana wa mbingu, malaika, walipowaona binti za wanadamu kwamba walikuwa wazuri, wakajichagulia wake katika wote waliowapenda. Unaelewa hilo? Malaika, viumbe wa rohoni, walijawa na tamaa, wakaanza kutamani wake za wanadamu. Wakaona uzuri wa binti za wanadamu na mioyo yao ikageuka, yani wakaingiwa na tamaa. Kiongozi wao aliitwa Semjaza au Shemihaza, na pamoja naye walikuwa malaika 200. Hawa malaika waliapa kiapo cha pamoja, na hii inaonekana katika 1 Enoch 6 mstari wa 4 hadi wa 6, kwamba wote watashuka duniani na kuoa wake za wanadamu, hata kama kitendo hicho kitawaletea laana. Wakashuka mlima Hermon na hapo wakaoa binti za wanadamu. Sasa Biblia yako ya kawaida inasema nini? Soma Mwanzo 6 mstari wa kwanza hadi wa 4. Inasema, na ikawa wana wa Mungu walipowaona binti za wanadamu kwamba ni wazuri, wakajichukulia wake katika wote waliowachagua, na Wanefili walikuwapo duniani siku hizo. Na pia baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, nao wakazaa watoto kwao. Hao ndio watu mashujaa waliokuwapo tangu zamani, watu wenye sifa. Wanefili ni majitu. Biblia inakiri kwamba walikuwapo, lakini haisemi wametoka wapi. Watu kama Goliath, kitabu cha Enoch ndicho kinakueleza ukweli kamili. Majina ya baadhi ya malaika hao walinzi yameandikwa katika 1 Enoch 6 mstari wa 9 hadi 15. Kuna Semjaza, Azazel, Armaros, Barakel, Kokabiel na wengine wengi. Na walizaa nini? Walizaa majitu, na si majitu ya kawaida. 1 Enoch 7 mstari wa 2 hadi wa 4 inasema, na wake zao wakashika mimba, wakazaa majitu makubwa ambayo urefu wao ulikuwa dhiraa 3,000, karibu mita 1,350. Wale majitu wakala riziki yote iliyotolewa na wanadamu, na watu waliposhindwa kuwapa chakula, majitu waligeuka dhidi yao na kuwala wanadamu na kuanza kudhuru ndege, wanyama wa milini, vitambaravyo na virukavyo. Wakala nyama yao kila mmoja wao na kunywa damu yao. Hebu fikiria hilo, viumbe wakubwa wenye nguvu, wasio na huruma, wakiua na kula wanadamu kama chakula. Duniani kulikuwa na machafuko, damu ilikuwa ikimwagika kila mahali. Malaika walifanya dhambi na uzao wao ambao ni majitu yaliyokuwa yakiharibu uumbaji wa Mungu. Mungu alipoona haya, 1 Enoch 10 mstari wa kwanza hadi wa 3 inasema, alimtuma malaika Mikaeli kwa Enoch kumweleza kwamba hukumu inakuja. Kisha Mungu alimwamuru Gabrieli, ngenda kwa Wanefili, kwa watoto wa uzinzi, na waangamize watoto wa walinzi kutoka kwa wanadamu. Piga mbiu na wafanye waangamizane wao kwa vita na uharibifu. Mungu alitumia ujanja, alifanya majitu hao wakauane wao kwa wao mpaka waishe. Na kwa sababu ya dhambi hii, Mungu alituma gharika, mafuriko ya Noah, Mwanzo 6 hadi 9, kusafisha dunia. Hebu tuangalie maarifa yaliyofundishwa na malaika hawa. Malaika hawa walifanya kitu kingine ambacho kilikuwa ni kibaya zaidi. Waliwafundisha wanadamu maarifa ambayo wasingekuweza kujua. Soma 1 Enoch 8 mstari wa kwanza hadi wa 4. Inasema, Azazel aliwafundisha wanadamu kutengeneza panga, visu, ngao, madiria za chuma. Akawaonyesha madini ya chini ya ardhi na namna ya kutengeneza vyeto vya dhahabu na fedha. Na Semjaza alifundisha machawi na mizizi ya mimea. Armaros alifundisha kutatua uchawi. Barakel alifundisha usimamizi wa nyota, yani astrology. Kokabiel alifundisha ishara za nyota. Ezekieli alifundisha maarifa ya mawingu. Arakieli alifundisha ishara za ardhi. Shamsieli alifundisha ishara za sura, sayansi, vita, madawa, astrology, uchawi na madini. Yote yalikuwa ni matokeo ya malaika wa asili, lakini Mungu hakuyataka maarifa haya. Kwa nini? Kwa sababu yaliwasababisha wanadamu kuasi, kuua, kufanya uchawi na kumsahau Mungu. 1 Enoch 9 mstari wa 6 hadi wa 8 nasema, malaika watakatifu walimlilia Mungu kwamba, umeona Azazel alivyofanya, jinsi alivyofundisha dhulma na kukufuru duniani na kufunua siri za milele zilizokuwa mbinguni ambazo wanadamu walijitahidi kuzijua.
Mungu alikasirika, malaika wa asili walifungwa. 1 Enoch 10 mstari wa 4 hadi wa 6 inasema, funga Azazel miguuni na mikononi, umtie gizani, fungua jangwani lililo Dudael na umtupe humo. Weka juu yake mawe makubwa na yenye ncha kali, umfunike giza, naye akae humo milele. Ukitaka uthabitisho huu, soma Yuda 6 inasema, na malaika wasiolinda hadhi yao yenyewe, bali wakayacha makao yao yenyewe, amewaweka chini ya giza la minoro ya milele hadi hukumu ya siku ile kuu. Kitabu hiki cha Enoch kinaeleza pia pepo na chanzo chao halisi. Sasa hapa ndipo mambo yanapokuja ya kushangaza zaidi. Majitu waliuawa, lakini roho zao hazikufa. Soma Enoch 1:15 mpaka 12 kwa uangalifu. Lakini sasa majitu ambao wamezaliwa kutoka kwa roho na nyama wataitwa pepo wabaya juu ya dunia, na makao yao yatakuwa duniani. Pepo wabaya wanatoka katika miili yao kwa sababu wamezaliwa kutoka kwa wanadamu. Roho za majitu zitakuwa zikifanya uharibifu duniani na kusababisha maafa, na juu ya dunia zitafanya uadui, lakini hazitapata hukumu. Kutokana na maandiko haya, pepo ni roho za majitu waliouawa. Msikilizaji wangu, tuko pamoja hadi hapo? Sema maarifa. Sema tena asante. Hii ndiyo sababu pepo wanataka kuingia miili ya wanadamu, kwa sababu hao hawajakuwa na miili tena. Wanaitamani, wanakumbuka walivyokuwa na nguvu, na sasa wanajaribu kurudisha utukufu wao kwa kuingia kwa watu. Biblia inasema nini kuhusu habari hii? Hebu tutazame Mathayo 12:43 mpaka 45. Inasema, basi pepo mchafu atakapotoka kwa mtu hupita mahali pakafu akitafuta pumziko, wala hapati. Ndipo asema, nitarudi nyumbani mwangu nilipotoka. Pepo wanatafuta nyumba, wanajaribu kuingia mwilini kwa sababu hawana mwili, bali wao ni roho tu. Lakini pia msikilizaji wangu, kama ikisoma kitabu cha Mwanzo vizuri, Mungu alimpatia mamlaka ya kutawala dunia mwanadamu mwenye mwili wa damu na nyama, na sio roho. Ndiyo maana hata Yesu alivyokuja duniani ilimlazimu apate mwili wa nyama, sababu roho hazina mamlaka duniani. Na pia hii ndiyo sababu Yesu alipaa kwenda mbinguni na mwili wa nyama, ili siku akirudi duniani kusiwe na haja ya kuzaliwa tena, sababu kibali cha kuwa na mamlaka duniani ni kuwa na mwili wa nyama na damu. Na pia hii ndo sababu Mungu haonekani duniani kwa macho, sababu yeye ni roho. Elewa vizuri hapo, kisha sema maarifa. Sema tena maarifa. Asante. Kitabu hiki cha Enoch kinasema kuwa hukumu inakuja sio kwa wanadamu peke yake, bali hata kwa malaika pia. Jambo lingine muhimu ambalo kitabu cha Enoki kinalifundisha ni kwamba hukumu inakuja kwa kila kiumbe, si kwa wanadamu tu, bali hata kwa malaika. Enoch 1:10 mpaka 12 inasema, na wakati hukumu yote itakapokamilika, itakuwa hukumu ya milele juu ya walinzi na waovu. Angamiza roho zote za kupendezana na watoto wa walinzi, na siku ya hukumu itakuwa juu yao. Hebu tuone pia katika Petro 2:4 inasema, kwa maana Mungu hakuwaachilia malaika waliotenda dhambi, bali akawatupa jehanamu, akawatia minyororo ya giza wakae kwa ajili ya hukumu. Na Yuda 14:15 inanukuu maneno ya Enoch mwenyewe, tazama, Bwana anakuja pamoja na makumi ya maelfu ya watakatifu wake kufanya hukumu dhidi ya wote. Mungu hakusahau, anavikumbuka vikwazo vyote, na siku ya hukumu malaika wasi watapokea adhabu yao pia. Sasa hebu tutazame ni kwa nini kitabu cha Enoch kiliondolewa katika Biblia yako. Jibu ni gumu na lenye kuleta mshangazo. Sababu kuu ni uongozi wa kanisa. Katika karne ya 4 baada ya Kristo, wakati kanisa la Kiromi lilikokuwa likitawala, walikuwa na mkutano mkubwa uliojulikana kama Council of Laodicea mwaka wa 36 AD. Hapa waliamua ni vitabu gani vingewekwa ndani ya Biblia na vingapi vingeondolewa. Kitabu cha Enoch kiliondolewa kwa sababu kilikuwa na maarifa mengi mno. Kilionyesha kwamba malaika wanaweza kuanguka, kwamba pepo ni uzao wa malaika awasi, na kwamba hata mbinguni pana uovu. Hii ilikuwa inaweza kuwafanya watu kushindwa kuamini uongozi wa kanisa. Kilionyesha sana juu ya ulimwengu wa roho, maarifa juu ya malaika, pepo, jinsi dunia inavyoendeshwa yalikuwa mengi.
Kanisa lilitaka kuweka udhibiti wa maarifa haya ili makanisa yaweze kuwa na nguvu ya kuweza kudhibiti watu, sababu hawana maarifa. Na ukikumbuka vizuri, vitabu vingi ambavyo vina maarifa na majibu ya waumini wengi vilitupiliwa mbali na kuwekewa vikwazo kwa unafiki, ili watu wengi wasiwe na maarifa juu ya ulimwengu huu, na maarifa hiyo ibaki kwa wachache tu watakaotawala ulimwengu. Msikilizaji wangu, kuna siku nitakuletea makala ya kuhusu jinsi makala za maarifa nyingi kote duniani zilivyokusanywa na kutiwa moto na baadhi kufuchwa, ili mradi tu watu wachache waweze kutawala ulimwengu. Usicheze mbali na chaneli yetu, lakini ukweli ni huu. Kitabu cha Enoch kiliheshimiwa na waaminifu wa awali. Yuda alikinukuu moja kwa moja. Soma Yuda 14:15. Kanisa la Ethiopia, yani Ethiopian Orthodox, bado linakiheshimu leo hii na kipo kwenye Biblia yao. Gulumuli za bahari ya chumvi, yani Dead Sea Scrolls, zilipatikana na nakala nyingi za kitabu cha Enoch, ikionyesha kwamba Wayahudi wa zamani walikisoma, lakini kanisa la magharibi, yani kanisa la leo, walikifuta kwa hofu na uroho wa mamlaka. Ndugu yangu, nisikuchoshe sana kwa leo. Naamini umejifunza kitu ambacho kitakupa mwanga wa kuanza kuona ukweli. Na kama ukipenda kujua zaidi, tafuta kitabu cha Enoch ili upate kujua mengi zaidi. Hebu kwa kifupi tujikumbushie kwa haraka tulichojifunza kutoka katika kitabu cha Enoch. Malaika walinzi walianguka kwa sababu ya tamaa. Majitu kama vile Goliathi walikuwa ni uzao wa malaika na wanawake wa wanadamu. Maarifa ya teknolojia, vita, dawa na astrology yalifundishwa na malaika awasi. Pepo ni roho za majitu waliouawa. Hukumu inakuja kwa wote, wanadamu na malaika. Kitabu cha Enoch kiliondolewa, lakini ukweli wake bado unaishi. Kama umeelimishwa leo, bonyeza like button, share video hii kwa kila mtu, subscribe kwa channel ya Neno Kweli ili usipoteze maarifa mengine ya ndani tunayokuja nayo. Asante kwa kuwa nami. Hadi wakati huu, tukutane video ijayo. Mungu akubariki uendelee kutafua maarifa. Sema amina.